mpaka kufika usiku kama jinsi ambavyo tulilitolea taarifa. Jana tulitolea taarifa mbalimbali ya mwenendo mzima ulivyokuwa. Mpaka kufika jana usiku tulipata orodha ya majeruhi takribani 21 ambao walikamatwa na jeshi la polisi na wakapigwa, wakaumizwa, wakapakiwa kwenye magari ya polisi, na wengi wao wakapelekwa kwenye hilo pori la Mabepande kule Ununio. Wengine wakapelekwa Coco Beach, wakapigwa kwa vipigo vibaya sana. Vibaya sana. Na walipotupwa kule pasipo msaada wote, tunawashukuru raia wema ambao walijitokeza kuwasaidia na kuokoa, na wakawaleta na chama tukawapokea na tukawapeleka hospitali. Kwa hivyo jumla ya majeruhi ambao mpaka jana usiku tuliwapeleka hospitali na wakapata matibabu walikuwa ni majeruhi 21. Majeruhi 21, na nitawataja majina yao na hali zao. Hawa watu walipigwa na kutupwa maeneo ya Mabepande huko porini, msituni. Msitu ule tunaofahamu ni msitu una nyoka, sio msitu salama. Ndio msitu ambao baadhi ya watu mbalimbali tunaowafahamu waliuawa na wakatupwa katika msitu huo, akiwemo aliyekuwa mjumbe wa secretariat yetu marehemu Ali Kibao. Aliuawa na akatupwa kwenye msitu maeneo yale yale, na watu hawa waliokamatwa walitekwa na jeshi la polisi, wakaingizwa kwenye magari, wakatupwa maeneo yale yale. Na mambo haya yamefanywa na jeshi la polisi. Kwa hivyo niwataje hawa majeruhi ambao walikamatwa, wengine walizuiwa kwenye magari kabla hawajafika mahakamani, wengine wakiwa mahakamani walikamatwa wakapigwa na kutandikwa. Makamu mwenyekiti wa chama chetu Zanzibar, Mheshimiwa Saidi Mzee, yeye alikamatwa kwenye gari, wakashushwa, akapigwa. Na hawa polisi, utaona nitakapokuwa ninawataja majeruhi wote, walikuwa wanapiga marungu kwenye migongo. Walikuwa unageuzwa hivi, alafu kwenye katikati ya uti wa mgongo marungu yanapigwa kwenye hapa katikati ya uti wa mgongo. Kwa mtu alikuwa anapigwa paka unajikuta mtu anainama namna hii. Ilikuwa ni kitendo cha unyama uliopitiliza. Kwa hiyo Mheshimiwa Saidi Mzee alipigwa mwili mzima na kupigwa marungu ya mgongoni. Mheshimiwa Ali Juma, huyu ni naibu katibu mkuu wa chama chetu, atafika hivi punde, naye alipigwa marungu kwenye uti wa mgongo, amevunjwa mguu, ana POP kwenye mguu wake ni mguu wa kulia, ana POP kwenye mguu wa kulia, amevunjwa mguu kabisa na amevunjwa mkono. Amefungwa POP katika mkono wake wa kushoto, na alitandikwa marungu kwenye uti wa mgongo. Kwa hiyo alikuwa hawezi kunyanyuka hivi, amejikunja hivi kwa sababu yale marungu yaliyopigwa kwenye uti wa mgongo. Mkurugenzi wetu wa fedha CPA Tito Kitalika, naye huyu yuko katika hali mbaya sana. Ni moja kati ya watu waliojeruhiwa na leo ameshindwa kuja hapa, yupo katika hali mbaya sana, na tunafikiria tumpeleke kwenye hospitali nyingine. Yeye amevunjwa mguu. Naposema kuvunjwa namaanisha kuvunjika hivi, sio kupapaswa. Naposema kuvunjwa maana yake kitu kimevunjika hivi kacha. Amevunjwa mguu, amevunjwa mkono, amepigwa kwetu. Huyu yupo katika hali mbaya sana, hajaweza kunyanyuka mpaka sasa hivi. Huyu ni mkurugenzi wetu wa fedha. Ndugu Lucas Ngoto, huyu ni mwenyekiti wetu wa kanda Serengeti, amevunjwa mguu. Yuko hapa, tutamuona baadaye, nitamuita atakuja kuzungumza. Yeye amevunjwa mguu na alitandikwa
mwili mzima. Ndugu Ngoto ni mtu mkakamavu sana, anatokea kanda ya Serengeti, lakini kama wote mlivyomuona jana, alikuwa amelegea tepe tepe, ametandikwa marungu kwenye uti wa mgongo, yuko flat pale. Haya, John Pambalu, huyu ni mkurugenzi wetu hapa wa mafunzo na organization, naye yupo katika hali mbaya sana, ameshindwa kuja hapa leo. Amevunjwa mguu na yeye amepigwa marungu kwenye uti wa mgongo. Alipigwa kwenye uti wa mgongo na huku kwenye mbavu. Alikuwa anapigwa marungu kwenye mbavu, huku kwenye mbavu na kwenye uti wa mgongo. Naye amevunjwa mguu. Yupo kwenye hali mbaya sana. Mbaya sana. Tunafikiria tunapanga kumpeleka kwenye hospitali nyingine ya juu kwa ajili ya uchunguzi. Yeye ameshindwa na yeye kuamka, hali yake imekuwa ni mbaya sana. Peter Alex, yeye amepigwa, amevimba miguu, alikuwa anatandikwa miguu. Kwa hiyo amevimba miguu na walimgeuza, kwa wakawa wanapiga kwenye nyayo. Alishikwa namna akageuzwa. Walimnyanyua kichwa chini miguu juu, alafu kwenye nyayo wakawa wanapiga kwenye nyayo namna hii. Mnaweza kuona haya masimulizi, utafikiri tunazungumza habari zimetokea Gaza. Haya mambo yametokea hapa Dar es Salaam jana tarehe 24. Jana tarehe 24. Kwa hiyo amevimba miguu na kwenye unyayo amechanika, amevimba. Ndugu mwingine majeruhi ni Emmanuel Severini, na yeye amepigwa mgongoni, alipigwa marungu mgongoni. Majeruhi mwingine Robert Nelson Mazingo, naye amepigwa marungu mgongoni. Ni kama vipigo ni kama vilikuwa vimepangwa, vimefanana. Upigaji ulikuwa unafanana. Unatandikwa kwenye mgongo, ukishapigwa hilo rungu kwenye mgongo, huwezi kukaa hivi tena, unakuwa umekunja namna hii. Huwezi kunyanyuka namna hii. Majeruhi mingine ni ndugu Bwire Nyangero Bwire, naye amepigwa marungu mgongoni na kwenye mbavu. Mwingine ni Elizabeth Mambosho. Huyu alipigwa, alivuliwa nguo, marungu mgongoni. Alipigwa mwili mzima, alichaniwa na huyu alidhalilishwa na kufedheheshwa kabisa. Mwili mzima alitandikwa, kama ambavyo mngeweza kufuatilia katika vyombo vya habari jana hizo picha, jinsi ambavyo alidhalilishwa. Mwingine ni ndugu Kanifro Musa, naye amevunjwa mguu. Amevunjwa mguu wa kushoto na amewekewa POP. Mwingine ndugu Emmanuel Modesti Munihawa, amepigwa miguuni na mgongoni, na yeye aligeuzwa alafu akawa anapigwa mguuni kwenye unyayo. Wanapiga marungu na kwenye unyayo. Kwa hiyo amechanika kwenye unyayo wake, amepigwa marungu na amevimba miguu. Mwingine ni ndugu Nasra Said, huyu ni mpiga picha. Mwandishi wa habari, huyu ni mpiga picha, naye amevunjwa mguu. Amevunjwa mguu. Haya maneno ninaposema kuvunjwa ni kuvunjwa, kuteguka ni kuteguka, kuumia ni kuumia. Kwa unaposema amevunjwa mguu ni kwamba amevunjwa mguu. Na amepigwa, aliumizwa sana mwili. Huyu ni mpiga picha. Mwingine ni ndugu Omar Othman Tato, yeye ametenguka mguu na kuumia mwili. Alipigwa marungu mwili mzima. Amechanika mguu. Mwingine majeruhi mwingine mwili mzima. Huyu naye ana hali mbaya. Hali yake ni mbaya sana. Alipigwa miguuni na alichanika kabisa miguuni, na hali yake ni mbaya sana. Hali yake ni mbaya sana. Yupo hapa atazungumza. Mwingine ni majeruhi mwingine ndugu Twaha Mwaipaya. Huyu amepigwa mwili mzima. Huyu alichakazwa. Alikuwa kama katika kufanya resistance, alichakazwa. Alipigwa mwili mzima kila mahali, usoni, kwenye mbavu, miguuni. Naye ni moja ya majeruhi ambaye amepigwa sana. Mwingine kimaalum kabisa ni mzee wa miaka 70. Mzee Rafael Makala, mzee wa miaka 70. Bila huruma, bila aibu. Polisi, huyu alipigwa makofi. Mzee anasema alipigwa makofi, ameteguka mguu na amepigwa mwili. Lakini anasema kilichoniuma zaidi, anasema polisi walinitukana.
amepigwa makofi, ni mzee wa miaka 70, anaitwa Rafael Makala. Amepigwa makofi, ameteguka miguu na kupigwa mwili. Anasema kilichoniuma zaidi, kuna polisi kavulana kadogo amenitukana. Huyu mzee anasema hilo limemuuma zaidi. Makofi hayo sawa, lakini kutukanwa, insult. Rafael Makala. Mwingine ni ndugu Shabani Kirita. Huyu tulimpokea, aliokotwa kutoka Coco Beach usiku. Tukiwa hapa akawa ameletwa, ameokolewa na wasamaria wema saa 4 usiku tukiwa hapa, akaletwa kutoka Coco Beach. Yeye amevunjwa mguu na alipigwa mwili mzima akiwa katika hali mbaya sana. Na mwingine ni ndugu Eric Zakaria Bulega. Yeye amepigwa makofi na ana maumivu mwili mzima. Ana maumivu mwili mzima. Sasa hiyo ndio orodha ambayo mpaka kufika jana usiku tulipata, kwa maana ya walifika na tukawapeleka hospitali, wamepata matibabu yao, wamepata dawa. Wengine watahamishwa kupelekwa hospitali zingine kwa ajili ya matibabu zaidi na uchunguzi zaidi, ili kuona wanapata matibabu ambayo kwa kweli yataweza kunusuru baadhi ya watu wasije wakajikuta wanaingia kwenye ulemavu ambao umetokana na kitendo kilichofanyika jana. Pamoja na orodha hii ya watu ambao walikuja na wamepata matibabu, tuna taarifa za baadhi ya wanachama ambao walipatikana huko Mabepande, watatu, ambao mama, nitoe shukrani sana kwa mama moja ambaye ametambulika kwa jina la Mama Anania. Mama Anania huko maeneo ya Ununio, maeneo ya Ununio, alipowaona hawa vijana wawili, aliwachukua na akawapeleka. Alivyoona akasema, ninyi ni wa vijana wa Chadema, ninyi ambao mmepigwa. Akawachukua na akawapeleka hospitali ya Kitengule, na akawalipia gharama za matibabu yeye mwenyewe karibia shilingi 280,000. Kwa ni toe shukrani zangu za dhati sana kwa mama huyu, Mama Anania, kwa kufanya huruma kwa hawa wananchi, wanachama wetu wawili ambao walipatikana na hawakuja huku na walipata matibabu kule. Lakini pia ni washukuru wa Tanzania ambao kwa kweli kitendo cha jana kimetupa tafsiri nyingine tofauti sana ya solidarity ya Watanzania, jinsi ambavyo walichangia michango kwa ajili ya majeruhi, na wote hawa walipelekwa hospitali, wamepata matibabu, na wote wamelipiwa matibabu, na wote wamepata dawa.